Habari za saizi wa Tanzania wenzangu na wananchi wote kwa ujumla. Naitwa Elizabeth Kasera, ni mwenezi wa vijana Chauma Taifa, lakini ni mjumbe wa kamati maalum ya Chauma Taifa kupitia jukwaa la vijana. Nimeona nije mbele yenu wa Tanzania kuweka sawa kuna baadhi ya sintofahamu ambazo zimekuwa zikiendelea kwa hizi siku chache hapa zilizopita. Tumekuwa tukiona matamshi mbalimbali ya viongozi mbalimbali wa hasa wa Chadema wakituhumiana huko kwa kumtuhumu makamu mwenyekiti wao wa taifa John Heche. Lakini kiuhalisia tunao wanachauma ambao pia wamekiuka na kufanya mahojiano hayo. Na ndio maana nimewiwa na nimeshawishika leo niweze kuliweka hili jambo sawa ili wote tupate uelewa wa pamoja. Hapo tarehe 31 Julai kuna binti aliyejitambulisha kwa jina la Elizabeth Sigera ambaye alisema yeye ni katibu wa Bavicha mkoa huu wa Katavi, na akasema aliowiwa kusema, lakini kimsingi naomba nieleze umma wa Tanzania. Elizabeth Sigera ni mwanachama wa Chauma ambaye ndiyo alikuwa kiongozi wetu wa vijana mkoa huu wa Katavi. Na mimi kama mjumbe wa kamati maalum ya vijana Chauma Taifa, na kimsingi ninaishi katika mkoa wa Katavi, nimeona nije nielezee sintofahamu hii ili tupate uelewa wa pamoja. Na wapo wengi waliofanya, lakini naomba nimgusie Eliza kwa sababu yupo kwenye idara yangu. Na hii imeleta mkanganyiko sana kwa sababu mimi naitwa Elizabeth Kasera, yeye anaitwa Elizabeth Sigera. Kwa hiyo nilipata simu nyingi sana za kwamba inakuwaje na watu wakinituhumu labda ni mimi. Elizabeth Sigera ameweza kukiuka tofauti na mienendo ya ndani ya chama, kwa sababu ametoka hadharani akimtuhumu kiongozi mkubwa wa chama cha upinzani, na ni ukweli usiopingika kwamba Chadema ni chama kikuu cha upinzani. Sasa kwa nini mimi leo ninakuja kuliweka sawa hili? Ni kwa sababu Eliza yupo kwenye idara yangu, na alichokifanya ninaomba Watanzania wakielewe kwamba sio msimamo wa chama na sisi hatuambatani na Eliza. Lakini nitaka mfahamu kwamba Eliza ni mwanachama wa Chauma na sio mwanachama wa Chadema kama alivyojitambulisha. Na kimsingi Eliza ndo alikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chauma mkoa huu wa Katavi. Hata mimi nimepata taharuki sana kuona video ile akijitambulisha kama katibu wa Chadema. Lakini pia mimi niseme kuhama chama ni demokrasia, na kuhama chama sio kosa la jinai. Unaweza ukahama chama muda wowote. Kwa hiyo kama Eliza alikuwa ameshahama amerudi Chadema, sisi hatuwezi kujua kama alirudi na akapewa hicho cheo, hatuwezi kujua. Lakini kimsingi siwezi nikakataa kwamba simfahamu Eliza. Eliza namfahamu na ni kiongozi wetu wa vijana, na ninashangazwa sana na matamshi yake aliyoyafanya au mahojiano yake aliyoyafanya akijitambulisha kwamba ni katibu wa Bavicha mkoa wa Katavi. Na labda tu niwaambie sio Eliza peke yake. Wapo wengi waliofanya press ambao ni wanachama wetu wa Chauma, na hili jambo mimi siwezi nikalikalia kimya. Tumeona kule Katavi kwa maana ya Inyonga kuna mzee mmoja anajiita Mwamba Kalala amefanya mahojiano hayo, lakini yupo mwingine anaitwa Pasco Antoni yuko jimbo la Nsimbo, naye amefanya mahojiano na waandishi wa habari akijinasabu kwamba ni mwanachama wa Chadema, ili hali hawa watu ni wanachama wetu wa Chauma. Kwa hiyo sasa maazimio ya pamoja kama vijana wa mkoa wa Katavi ambao tuko chama cha Chauma ni kwamba Eliza ametukosea sana kama kiongozi mwenzetu, na niseme tu wazi kwamba nini tumefanya mpaka sasa ni kwamba lazima nafasi yake ya uongozi imekoma kuanzia leo. Lakini pia Eliza si mwanachama wetu kuanzia sasa, kwa sababu mwanachama anapojitambulisha kwamba yeye ni mwanachama wa chama fulani, pale ndipo ukomo wa chama chake kingine alichokuwa nacho. Kwa mfano mimi nilikuwa mwana Chadema na nilifanya press ya kuondoka Chadema kuhamia Chauma, pale ndipo wanachama wangu ulipokoma rasmi. Kwa hiyo hata Eliza kwa sasa si mwanachama wa Chauma tena, na mimi niungane na hatua zozote ambazo zitachukuliwa juu yao. Kama watawapeleka mahakamani, kama watafanya nini, mimi niseme ninabariki hatua hizo na zikawe mfano kwa wengine ambao wanachafua taasisi, kwa sababu makosa ya mtu mmoja hayawezi kutufanya tuchafuke sisi wote. Wengine wanasema samaki mmoja akioza ni wote. Siku hizi hatuozeshi wote, tunamtoa aliyeharibika, tunaendelea na safari. Kwa hiyo
Kila mtu awajibishwe kwa kiwango cha ujinga wake aliofanya. Makosa yamefanywa na Eliza, awajibishwe Eliza bila kubebeshwa lawama taasisi anayotoka, kwa sababu hao watu wengine wameendekeza njaa. Unajua njaa ikitoka tumboni kapanda kichwani ni mbaya sana ndugu.